Leo nimewaletea zawadi itakayohusiana na mgomba, ama niseme faida za mgomba ama matumizi mbalimbali ya mgomba ambayo yatakuwa kimwili na kilo nitahusisha hivyo. Lakini poleni kwa kuweka muda mrefu sana. Na imani mmenimisi sana, na pia nashukuru sana kwa wale ambao mnakuja WhatsApp mnanitafuta, jamani grandma uko wapi, tumekumisi sana. Hata mimi nakuwa na wamisi sana, lakini jamani kumbukeni hata mimi nina maisha yangu binafsi mbali ya kutimiza kusudi langu kwenye hii dunia, kuwasaidia nyie kulingana na kile kitu nilichojaliwa. Nina majukumu yangu mengine, ama nina safari yangu nyingine ya maisha ambayo inanihusu mimi kwa mimi. Kwa hiyo wakati mwingine huwa napata tu ile break kupumzika na kuweka vitu vingine sawa. Kwa hiyo msihisi nimewapoteza sana kwa muda mrefu. Kwa wewe ambaye unatutembelea ni mara yako ya kwanza, hakikisha tu umebonyeza alama neno subscribe, lakini pia umelike, umecomment na umeshare kwa watu wengine ambao unatamani wajifunze. Lakini pia kila mmoja barikiwe sana. Kila mmoja barikiwe sana. Kama kuna changamoto zote zinakusumbua kwenye maisha yako, basi zikapate kuondoka, Mwenyezi Mungu akapate kuondosha, lakini pia ulimwengu ukapate kukubariki daima na daima, uzidi kusonga mbele. Kuna upande wa mgomba, angalia huo mkungu wa ndizi. Huo mkungu wa ndizi unaweza kukusaidia kuondosha changamoto ya kifua. Kama kifua kimekusumbua sana kwa muda mrefu, umejaribu kunywa dawa za kila aina, kwa unaweza kutumia huo mkungu wa ndizi. Baada ya kula ndizi zote, ama unaweza kama utaununua kwa ajili ya hiyo kazi, basi ukishaununua toa hizo ndizi zote, baki tu na huo mkungu, kata kiasi kidogo tu, choma kwenye moto. Ukishachoma kwenye moto, pata yale majivu. Ukishapata yale majivu, utachanganya na pilipili kichaa. Tafuta pilipili kichaa na yenyewe pia ichome, saga vizuri. Ukishasaga vizuri na yenyewe ipate ule unga mweusi, chekecha pamoja, changanya, chukua chumvi kidogo, changanya kidogo, yani kidogo tupate unga ambao utakuwa unalamba asubuhi, unaramba kidogo kama vile tu ambavyo unaramba ubuyu. Kwa hiyo unalamba tu kidogo, yani unaweza kulamba hata mara 3, 1, 2, 3. Jioni vivyo 1, 2, 3. Unaweza ukatumia wewe ama mtoto. Sasa kwa upande wa mtoto, usije kumpa mtoto mchanga tafadhali. Kwa mtoto angalau anaweza kalamba mtoto kuanzia, ama tuseme yule mtoto ambaye anajitambua sasa, ambaye anaweza kaenda chooni mwenyewe, labda kwenye tuseme ambaye hata ameshaanza kutembea, anaweza kukwambia mama, anaongea kabisa, mama nataka kwenda kwa hivi, mama nataka kufanya, yani yule kabisa liko ambaye ameshaanza kula chakula. Unaweza unampa, lakini kiasi kidogo kidogo na kwa kipimo kidogo kidogo, na ukishamaliza itunze, iweke mbali. Ina maana utakuwa unampa wewe mwenyewe ukipata muda. Kwa hiyo naweza kaenda hivyo, baada ya siku 3 utaanza kuona hali jinsi ambavyo inaenda inabadilika, utaanza kuona. Kwa hiyo unaweza kaenda na hivyo mpaka utakapoona sasa ile hali iko sawa. Labda hata siku 7 utaangalia mwenyewe kulingana na jinsi ambavyo umeathirika. Nazungumza na wale ambao wameshazunguka kila sehemu, wameshaenda kila kona, ndio kitu ninachomaanisha. Wametumia kila kitu, labda utakwenda kupima wanakuambia huna tatizo kabisa, ndio mtu anayezungumza naye hapo. Kwa kama hujaenda kufanya huko vipimo, hapana. Kwa jitahidi umeenda kufanya vipimo, labda unakuambia mna shida huko, yani hauna changamoto yoyote, lakini ndio hivyo unakoa mpaka mbavu zinauma, wengine mpaka wanalia. Ukikosa hii, kwa unasumbuliwa changamoto, ukatafute ndula ama ndulele, sijui ndio hivyo, ama nyanyapori, sijui mnazihitaji. Ni mmea fulani hivyo unaota polini, unakuwa kijani kivi, anakuwa ni kama njano hivi. Wakati wa utoto hata shambani tulikuwa tukipita, yanakuwa mengi tu, ama kwa watu ambao wamekulia shambani wanajua, ama unaweza kumuuliza mtu yote wa karibu yako, ndula ama ndulele, wale watu wazima pia wanaweza kukwambia. Unaweza ukachuma yale matunda yake, unayakata katikati, unayaanika juani, yanakauka hivyo, na yenyewe unayakaanga kama karanga yao imeustwanga. Pata unga wake, changanya na unaweza kuchanganya hata na chumvi kidogo, ama tu wenyewe vile ukao unalamba.
asubuhi unaramba kidogo na jioni, asubuhi unaramba kidogo na jioni. Kwa mtu ambaye anasumbuliwa na tatizo la kukohoa kupita kiasi na ameshafanya vipimo vya kila aina hospitali kuu, sehemu zote ameenda, hajulikani yana kifua kinatokea wapi, basi itaweza kukusaidia sana. Pia hii inaweza ikakusaidia kufungua vifungo sugu ama kufungua nuksi sugu. Kama umetumia dawa nyingi lakini dawa zote ulizotumia hazijaweza kuondosha tatizo lako, basi majani ya mgomba ni mazuri sana. Tafuta majani ya mgomba ya kijani, ni mazuri sana. Haya yanapiga kote, yanapiga tu nuksi za kawaida, lakini zile za kuambukizwa labda kutoka kwenye familia, za kwa baba yako ama kwa mama yako, ama tuseme kama zile tunasema laana, ama tunasema zile kama karma za kujirudia. Kwa hiyo huwa inasaidia sana kufungua. Mchawi ni manuizi. Kwa hiyo kama kuna namna fulani unaona kabisa labda haujui haya mambo vizuri, ninaweza kukuongoza vizuri kabisa. Unaweza kaangalia pale juu ya profile yangu picha, kwa juu kabisa utaona namba, nitafute WhatsApp, nitakuelekeza vizuri sana. Yani nitakuelekeza vizuri na nitakuongoza njia sahihi kabisa kulingana na hizo changamoto zako. Kwa hiyo kama unapitia hiyo changamoto, hakikisha unachemsha haya majani ya mgomba. Kama utakuwa na chungu itakuwa ni vizuri sana. Kama unatumia tosefolia, utaweka maji ambayo yatakuwa ni ndoo nzima, ile wala hata ukichemsha basi yakipungua yanaweza kupungua hata yakabaki nusu. Yani uchemshe mpaka iwe tuseme iwe rangi yake ile ya kijani, yani iwe green. Ukishachemsha, kwa hiyo haya utayaoga asubuhi, utayaoga na jioni. Tupia na chumvi ya mawe humo. Sema vile ambavyo unajisikia ndani yako. Yani zungumza vile ambavyo unajisikia wewe ndani yako. Sema kabisa, mimi fulani mzaliwa na fulani, ninaachilia ama ninaondosha laana labda za kuambukizwa, labda ninaachilia laana za kutoka kwenye ukoo fulani hivi na hivi. Naachilia laana zote ambazo nilizipata labda baada ya kushiriki mapenzi labda na wanawake, kama wewe ni mwanaume, kama ni mwanamke utasema na wanaume. Ninaachilia labda vifungo vyote ambavyo nilifungwa kwenye maji, nilifungwa kwa kutumia moto, nilifungwa kwa kutumia hewa, nilifungwa kwa kutumia udongo. Ninaondosha vifungo vyote. Kwa hiyo utazungumza, ninaondosha vifungo vyote ambavyo labda nilivijisemea mimi mwenyewe kwa kujua ama nilitenda hivi pasipo kujua. Utazungumza kila kitu. Sema naondosha magonjwa kwenye mwili wangu. Kama unasumbuliwa magonjwa utasema naondosha umaskini kwenye maisha yangu. Ninaachilia hivi, ninafuta maneno yote ambayo mwanamke yote, mwanaume yote alisha. Naondosha vifungo vyote ambavyo nimefungwa na mwanamke yote na mwanaume yote kwenye hii dunia. Kwa hiyo zungumza. Ukishamaliza oga. Na unapooga hakikisha unaoga kuanzia kwenye mabega kushuka chini, baadaye unamalizia kichwani. Lakini usisahau pia kuweka maji kwenye beseni hayo. Alafu unakanyaga miguu, nyayo zako, kwa sababu nyayo zako ndizo ambazo zinakupa uimara, yani kusimama, kwa sababu ndizo ambazo zinaenda kutua kwenye ardhi, na ardhi ndio imebeba kila kitu kwenye ulimwengu. Kwa hiyo kama nyayo zako pia zitakuwa na changamoto, basi inaweza kukuletea shida. Kwa hiyo pia ni majani mazuri sana ambayo yanaweza kusaidia kufanya ibada ya kutakasa miguu yako. Jitahidi walau kwa mwezi unatakasa miguu yako, kwa sababu miguu yako inakuwa imepita sehemu nyingi. Unaweza kuwa umepita sehemu zingine ni vifungo, umepita sehemu zingine kuna vizuizi mbalimbali, umepita bila wewe kujua. Kwa hiyo hii itakusaidia sana. Hii itakufanya uondoshe hivyo vitu vyote. Kwa hiyo unaweza kaniuliza nitumie hii kwa muda gani? Huwa napendekeza sana mwanamke siku 9, lakini mwanaume siku 7. Lakini kama unaona tu unataka kujibrush, basi unaweza kufanya hata siku 3. Hii itakusaidia sana sana sana. Kwa hiyo hiyo ni namna nyingine ya kukuongoza wewe kuweza kutatua hizo changamoto zako. Lakini pia unaweza ukachukua siku moja pia ukanuia, ukaweka na chumvi kidogo kwenye glass tu, ukaweka na chumvi kidogo, ukanuia, ukanywa hayo maji kwa manuizi yako. Kwa hiyo pia hii inaweza ikakusaidia pia kufungua njia zako, maana wakati mwingine unaweza ukawa ulikula pasipo kujua mwenyewe, ukaulilishwa kitu chochote pasipo kujua mwenyewe. Kwa unaweza ukafanya hivyo. Lakini pia maji yake, maji ya mgomba yale yanayopatikana ukikata mgomba, yanaweza kukusaidia kutibu vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unaweza ukawa unatumia yale maji kunywa kuondosha tatizo la vidonda vya tumbo. Ama kama unaweza kuyapata, unaweza ukayapata kwa wingi kwa sehemu ambao unaenda kuyachukua. Unaweza ukauliza namna ya kuyahifadhi, wakakuelekeza, kwa ukawa unayatumia. Ni nzuri sana
inaweza ikaondosha hayo matatizo yako ya vidonda vya tumbo. Lakini siri nyingine usioijua kwa wewe mtoto wa kiume, ambaye hutaki kumpa ujauzito mwanamke wako kwa wakati huo, labda na nazungumzia tu una mwanamke lakini unataka ushiriki naye tendo lakini hautaki kumpa ujauzito. Hii ni mbinu ambayo walikuwa wanaitumia wazee wa zamani sana. Kwa hiyo unachukua mzizi kidogo sana wa mgomba dume, ule mgomba ambao hauzai. Ukishauchukua unausafisha vizuri. Kwa hiyo nusu saa kabla ya kwenda kukutana na huyo mwanamke, unatafuna katika mzizi, unameza yale maji yake, unameza maji yake. Kwa hiyo haitotokea wewe kumpa ujauzito huyo mwanamke. Ingawa wengine wanatumia mbegu za papai, anachota hata kijiko kimoja, anazitafuna, anakunywa na maji, basi huwa inapelekea hivyo, hawezi kumpa mwanamke ujauzito. Kwa mgomba ina maana inachukua gani siku moja, lakini kwa mbegu za papai huaga mara nyingine inaweza kukata wiki nzima, unakuwa huwezi kurutubisha kabisa. Kwa hiyo haimaanishi kwamba inaenda inaharibu, hapana, ila ni kinga tu ambayo walikuwa wanaitumia wazee wengi wa zamani. Kwa hiyo ni moja ya faida ambayo nimekupa kwa siku ya leo. Unatamani kujifunza mengi zaidi? Basi tuandike hapo chini ya comment. Pendekeza chini ya comment unataka tujifunze kitu gani wakati mwingine, lakini tuandikie wewe unafahamu vipi huo mmea, ama ulishai kukusaidia nini. Tunaomba utuandike hapo chini ya comment ili na watu wengine wapate kujifunza zaidi na zaidi.